Nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisheni katika lile fundisho ambalo niliwaambia ya kwamba nitalileta kwenu, linalohusiana na makosa 104 ya waume na wake. Leo nikasema ya kwamba nitaweza kuzungumzia au nimepanga leo nisungumzie juu ya lile kosa niliwaambia nitakuja zungumzia, kosa ambalo ni kosa la 14 la mwanamke ambalo linaleta utata nyumbani. Kosa hilo ni lile kosa la mwanamke kubishana na mumewe. Mabishano kamwe hayajengi umoja, na mabishano yanasuia mtu kusema kile ambacho alikuwa amepanga kusema. Hebu niseme ya kwamba wanaume wanakiri ya kwamba kile ambacho kinawachukiza sana kwa wake zao ni kwamba mwanamume anapotaka kumwambia jambo, mwanamke anakuwa mbishi, anakuwa ni mtu wa kubishana. Sasa angalia, wewe mama, unapobishana na mumeo, utamzuia kuambie kile alikuwa amepanga kwa ajili ya nyumba yenu. Hili ni kosa ambalo limezuia mazungumzo au mapatano kupatikana nyumbani, maafikiano kukosekana nyumbani, kwa sababu ya neno hilo tu linaloitwa ubishi ama mabishano. Hebu niseme ya kwamba ili kuweza kutengeneza nyumba lazima kuwe kuna mazungumzo ya mume na mke kupatana katika kuongea. Na ndiyo sababu pia katika Biblia inasema ya kwamba ili kujenga umoja ni vizuri watu kupatana katika nia zao, watu kupatana katika nia. Na sana sana ningesema ya kwamba wale ambao kwa zaidi sana wangepaswa kutamani kule kupatana ni wanaume na wanawake, ama mume na mke. Mume na mke wasipopatana katika mazungumzo yao, basi nyumba yao itaanguka. Mtume Paulo akiwashauri watu ambao alikuwa anaitwa Warumi. Paulo akiwashauri Warumi, na neno hilo liliandikiwa waumini wa Kikristo waliokuwa kule Rumi, na maneno hayo yakaandikwa kwa Warumi na yakawa ni maneno pia ya kutusaidia hata nasi kuweza kusimama. Nikienda katika Warumi sura ni ile ya 12 mstari ule wa 16 inasema, mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Mpatane nia zenu. Kama kuna mabishano watu hawezi kupatana. Na sasa tutafanya nini ndiyo mabishano yakosekane? Au ndawa ya mabishano ni nini? Naomba uende pamoja nami katika Biblia. Nitapenda leo tuingie katika Biblia tuone Petero wa kwanza 3:10. Petero anapoandika waraka wake, waraka ambao unasomwa na watu wengi wa Kristo makanisani, wanapenda kusikiliza ushauri wa Petero, maana Petero alikuwa ni mwanafunzi aliyekaa pamoja na Yesu. Kwa hivyo anaelewa kinagaubaga maneno yote ambayo Yesu alikuwa anazungumza. Sikiza. Ni Petero wa kwanza 3:10 nasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Anayetaka maisha mema, na mimi hapa nataka niseme, anayetaka kuwa na nyumba nzuri, nyumba ya amani na furaha, auzuie ulimi wake usinene mabaya dhidi ya mwenzake. Mfano,
Mama azuie ulimi wake usiropoke neno baya kwa mumewe ambalo lingemuudhi mume, ama mume pia asitamke neno baya kwa mkewe ambalo lingemuudhi. Na hapa ndipo nasema hata kule kubishana ni matamshi mabaya. Na sasa Biblia inatuambia nini? Yakobo, kitabu cha Yakobo sura ya 1 fungu la 19, ili kuzuia ubishi kuwepo nyumbani tufanye nini? Enda pamoja nami katika Yakobo sura ni ile ya 1, Yakobo sura ya 1 fungu la 19 yasema nini? Inasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Sasa sikia ndawa ya mabishano. Mama ukitaka usiwe mubishi, ama mume ukitaka usiwe mubishi, mtu wa mabishano, Yakobo anakushauri uwe mwepesi wa kusikiliza. Mwenzako anapoongea uwe mwepesi wa kusikiliza, wala si mwepesi wa kusema. Fanya masikio yako kusikia kwa wingi kuliko kusema. Fanya kusikiza kwa wingi kuliko kufanya kuongea kwa wingi. Sasa sikia. Kama sasa mwanamume anaongea na mkewe, mke inampasa kufungua masikio bila kuongea. Asikilize hata kama maneno yanakukera jinsi gani, wewe sikiliza tu. Hata kama anakukera namna gani, uwe mvumilivu. Vumilia. Sikiliza. Baada ya yeye kuongea, basi mwambie, tafadhali bwana wangu, umesema hivi na hivi ni sawa, lakini naomba na mimi nikueleze. Umesema hivyo lini? Baada yeye kuongea, usibishane na yeye kabla hajaongea. Mwachilie aongee. Akisa kusema, na wewe mueleze kwa utaratibu, mwambie, tafadhali naomba na mimi nipe nafasi nitoe wazo langu. Kila umesema hiki na hiki, tukifanya hivi na hivi tutaingia hatarini. Mpe ushauri wako, lakini usibishane naye kabla hajamaliza. Au niseme, wewe mama, usikatishe mume wako kabla hajaongea. Najua kuna wengine wana tabia, mtu anapoongea anamkatisha. Mpaka yule aliyekuwa akiongea anasahau kila alikuwa anasema. Usimkatise mumeo anapoongea. Uwe mwepesi wa kusikiliza ushauri wa bwana wako. Maana Mungu amekupa yeye kama mshauri, kama mwalimu wako. Lakini sikusema kwamba mwanaume hawezi kosea, anaweza kosea. Lakini usimkatise kabla hajaongea. Mpaka neno la mwisho. Maana huenda kile ambacho ametangulia kukisema, wakati wa kumalizia atakisema kwa njia ambayo itatengeneza yote ambayo ameongea. Kwa hivyo mpe nafasi. Mpe nafasi. Na ndio Biblia imesema, na pia usiwe mwepesi wa kukasirika. Hasira pia inazuia mazungumzo kuendelea. Kama mume wako anaongea jambo, hata kama limekukera namna gani, usikasirike kwa haraka. Usiwe mwepesi wa kukasirika, maana ukikasirika utaondoka, utamwacha akiongea. Sasa ni lini mtapatana? Biblia imesema mpatane katika nia zenu. Ni hivi, ongeeni mpatane. Na hata msipopatana msipigane. Na hata msipopatana usikasirike. Mnaweza kutopatana na baadaye mkaja kupatana. Lakini hebu niseme, ulimi huu unatengeneza na unaharibu. Ulimi huu unajenga na unavomoa. Kwa hivyo lililo bora, ili uweze kusaidia mwenzako, hata kama ni mdhaifu jinsi gani, patia masikio kipaumbele. Yasikilize mno. Sikiliza. Funga ulimi wako. Kwa sababu ulimi unaweza bomoa na unaweza jenga. Sasa ndio Petro alisema, anayetaka kuona siku nyingi azuie ulimi wake. Na mimi nasema, anayetaka kuwa na nyumba ambayo ni ya furaha,
ni nyumba ya kuishi milele mpaka wakati Mungu ataruhusu muondoke. Zuia ulimi. Usiwe na haraka ya kusema, ile uwe na haraka ya kusikia. Na kwa kweli kama tungekuwa na uwezo wa kuzuia ndimi zetu, hakika hakungekuwa na matata duniani. Hata vita mnayoisikia inayovuma duniani inasababishwa na ulimi mbaya. Jambo gani lingine? Ninapomalizia, enda pamoja nami katika Waefeso. Waefeso ni sura ile ya 5 fungu la 4. Ni jambo gani tunaambiwa tuachane nalo? Nasoma Waefeso 5 fungu la 4, inasema, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Ubishi, mabishano, hayapendezi. Nirudie tena. Wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Bandala ya mama wewe kuwa mbishi, mtu wa kubishana na mumeo, uwe na ile roho ya kumshukuru. Unapotaka kuongea, kwanza kama wewe ni mama mwerevu, utaanza na shukrani. Utamwambia asante baba fulani, na kushukuru sana kwa sababu kwenye nyumba hii unatutunza vizuri, na kushukuru kwa sababu unatujali. Anza na kushukuru. Anza na kushukuru. Alafu peleka hoja yako, lile hitaji lako lilete kwake kwa njia ya amani, wala sio njia ya kuteta, na hakika mtafanya muwe na mazungumzo yenye amani. Nirudie tena. Neno limesema wala aibu, wala maneno upuzi. Usiongee maneno ya aibu, ya kuaibisha mumeo. Wakati ameanza kuongea unasema, unajua wewe unafanya, wewe si mwanaume, ati wewe uko hivi, ati nyumba yako itunzi, hati utuangalii, hati ujui tunakula nini. La. Maneno hayo kama yasitoke kinywani mwako. Maneno ya jinsi hiyo yasitoke. Badala ya hayo, sema maneno yafaayo, wala si maneno ya kuletea mumeo aibu au ya kumfanya aaibike. Na inaamini hayo yakifanyika, hakika kila nyumba itakuwa na amani na furaha. Kila ambacho tunatafuta ni kujenga nyumba yenye amani na furaha, na nyumba haijengwi na mabishano. Hata mwanamume si vema kwake kubishana na mkewe. Hata wewe mwanaume, hata kama umwanaume, mkeo anapoongea na wewe, msikilize. Usimwambie ati wewe mwanamke huwezi kuniambia kitu, ati wewe huna kitu. La, msikilize. Anaweza kuwa ana hoja ambayo ingesaidia nyumba yako kuendelea. Sasa hebu niachie hapo nikiamini ya kwamba mwanamke yote aliyenisikia akitaka mabishano yaondoke kwake, Biblia imemshauri awe mwepesi wa kusikiliza. Unajua kwa nini mabishano yanatokea? Mwenye mabishano anabishana kwa sababu hajaelewa ni kipi mwenzake alikuwa anataka kusema. Hajaelewa. Sasa utaelewaje kama hukuchukua nafasi ya kusikiliza? Mwenye mabishano anabishana kwa sababu ameshindwa kuvumilia mwenzake aongee mpaka amalize. Uwe mvumilivu, na ukivumilia, Biblia inasema ya kwamba yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Ukivumilia mpaka mwisho wa maneno, wewe ndio utafaidika. Lakini ukikatisa mwenzako anapoongea kabla ya kumalizia kila alikuwa anataka kusema, basi wewe hutafanikiwa. Hebu niachie hapo nikiamini ya kwamba kwa neema ya Mungu atanisaidia kuendeleza fundisho hili. Bado sijamaliza kufundisha fundisho hili. Nitakuja kulileta tena kwa njia ya nyimbo. Asante kwa kunisikiliza. Ombi langu ni ya kwamba Mungu akusaidie wewe mama ambao umekuwa umebishana na mume wako. Humpi nafasi aongee. Unamtangulia kabla hajamaliza kila alikuwa anasema. Kuanzia leo, fuata ushauri wa Biblia ya kwamba usiwe mwepesi wa kuongea, ila uwe mwepesi wa kusikia. Na hebu niseme ya kwamba basi mafundisho mengine nitakayoleta nitaleta kupitia kwa njia ya nyimbo. Na inaamini ya kwamba tutabarikiwa.
tolee kusikiliza, hulipisi kusikiliza, na inaamini ya kwamba kwa kule kusikia kwako, maana Biblia inasema ya kwamba wokovu unakuja kwa sababu ya kuamini, na kuamini kunakuja kwa sababu ya kusikia. Nataka niachie hapo nikiseme ya kwamba kwa neema ya Mungu nitakuja kwenu tena, kama nilivyokwisha kusema, niongee nanyi kupitia kwa nyimbo. Na huenda inawezekana wewe ambaye umenitazama leo ama kunisikia leo ni mara ya kwanza kunisikia. Kama ni mara yako ya kwanza kunisikia, na kuomba uende kwenye channel ya YouTube yangu, tafuta neno Pastor Mutuma Senior. Utapata mafundisho mengi ambayo nimewahi kufundisha. Sasa kufikia leo nimeeleza makosa ya mwanamke 14 na mwanamume nimeeleza 15. Bado tutaendelea, na kwa neema ya Mungu tutamaliza makosa yote 104 tukichanganya pamoja na nyimbo ambazo zinatuinua kiroho. Naomba pia ukitaka fundisho likujie mara moja ninapofundisha, naomba usubscribe ili ninapofundisha neno liije kwako mara moja. Naachia hapo nikiamini ya kwamba kwa neema ya Mungu atatukutanisha tena. Asanteni kwa kunisikiliza.